بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Safar mwaka 1447 katika darasa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى: قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة أي المفروضة، ندليل ya swala iliyofaradhishwa. Swala inayokusudiwa hapa ni swala ya faradhi. ودليل الصلاة والزكاة أي على أنهما من أركان الإسلام، وصلاة نزكاة ni katika dini ya Uislamu. وتفسير التوحيد أي ودليل تفسير التوحيد الذي هو أساس أو هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به. توحيد ambayo Uislamu wa mja hauwezi kunyooka wala kusimama isipokuwa kwa hiyo tauhid. ودليل الصلاة والزكاة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي أن الصلاة والزكاة من الدين، دليل يكون صلاة نزاكا نكتك دين يا إسلام وننجوز مهم كتك إسلام. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. nao waliopewa vitabu kabla yenu katika mayahudi na manasara ahlul kitab hawakuamrishwa kitu isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia yeye dini, na wawe waongofu na wasimamishe sala na watoe zaka. قال: وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة. هي آية ukitizama makini ni aya iliyoenea na kukusanya aina zote za ibada. wama umiru illa liya'budu Allah, liya'budu Allah bijamii anwa'i alibadati. kwa hiyo hapa ingia aina zote za ibada. kisha akasema: فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل. ni wajib katika hizi ibada anazozifanya muislamu azifanye kwa ikhlas, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, si kwa ajili ya yote mwingine. hanifan, na awe muongofu. مائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وواche dini zote za upotofu wafuate dini ya Uislamu.
muttabi'an li shari'ati, tena wawe ni wenye kusimama na kufuata sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال هذا من باب عطف الخاص على العام. منذ الله سبحانه وتعالى سمع وما أمروا إلا ليعبدوا الله، hapa zikaingia aina zote za ibada, kisha akataja wayuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, zikafanywa atf ibada hizi mbili, sala na zaka. Kwa nini zimetajwa ibada sala na ibada ya zaka baada ya kuwa Allah ashaamrisha ibada zote zifanye kwa ikhlas? Sema lianna iqamata as-salati wa itaa az-zakati min al-ibada, kwa sababu kusimamisha sala na kutoa zaka sote tufahamu ni katika ibada. ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما، lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakusudia kutaja ibada ya sala na zaka lima lahuma min al-ahamiyya, kwa sababu ya umuhimu wake mkubwa sana. Ni ibada mbili muhimu sana, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Fasalatu ibadatul badan, sala ni ibada ya kiwiliwili. والزكاة عبادة المال، نزاكا عبادة يا مالي، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. na ibada hizi mbili daima zatajwa pamoja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata. na hapa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Kwa hivyo ibada hizi zimetajwa hapa kuonyesha ule umuhimu na uzito wake. ثم قال الله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، وذلك أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء. huko kulikotajwa hapo nyuma katika tauhid na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada na kuacha dini zote za batil kufuata Uislamu, wa iqamatu as-salati wa ita'u az-zakati, na kusimamisha swala na kutoa zaka, huko dhalika dinul qayyima, hiyo ndiyo dini madhubuti iliyonyoka. ay dinu al-millati al-qayyima allati la wijaja fiha, dini ya milla iliyo madhubuti iliyonyoka ambayo haijapinda. لأنها دين الله عز وجل، وسباب دين الله عز وجل. ودين الله مستقيم، دين الله منيوكا، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله. متوم صلى الله عليه وسلم alipotaka kuieleza hii aya alichukua kijiti akachora mstari, faqala hadha siratullah, hii ndiyo njia ya Allah, njia imenyoka. thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi, kisha akachora vijistari vidogo vidogo upande wa kulia na upande wa kushoto. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذه السبل, na hivi ndivyo vijinjia vidogo vidogo vinavyopoteza watu. ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha, katika kila njia kuna shaytan anayelingania, na hawa ni walinganizi. Bimaana watu wakiwatizama waona walingania, lakini kiukweli walingania katika moto wa jahannam. katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja du'atun ala abwabi jahannam samahum du'atan. Tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita ni du'at, walinganizi, na wao pengine wajiita ni maduati walinganizi,
lakini ala abwabi jahannam, wako katika milango ya moto wa jahannam, walingania watu kuwavuta motoni. Man ajabahum qadhafuhu fiha, atakayewaitikia akaiwacha hii njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akafuata vile vijinjia, itampoteza katika njia hii iliyonyoka, na itakuwa ni sababu ya yeye kuadhibiwa ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah. Na hii njia ukitaka kuijua ni ipi, ni ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kuhusu iftiraq al-umma akasema, wasataftariqu hadhihi al-ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Huu umma utagawanyika makundi 73, yote motoni. Anayesema maneno haya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makundi yote motoni illa wahida, isipokuwa moja. Leo sisi tuona walinganizi wanaolingania watu katika kunyamaziana. Yule yuona yafaa, haina neno; yule yuona haifai, haina neno. Wachana na yule ijtihadi yake yeye ona ile, na ijtihadi yake yeye ona ile. Alafu wote wenda wapi hao? Wote waelekea hiyo njia moja. Ukitaka kwenda Magongo wapanda matatu ya Magongo, upandi matatu ya Mwembe Tayari, utajikuta siko. Wewe wenda Magongo wapanda matatu ya Mwembe Tayari, kisha wenda wapi? Nda Magongo, ufiki. Sasa ikiwa matatu zafanya hivyo, utakuja njia kwenda kwa Allah kila mmoja na yake, wakati Allah asema anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul. Na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufasiri hizi subul, wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, njia moja tu, ndio moja tu, siratun wahid, kama alivyoandika kitabu Sheikh Rabi', la asharat. Njia ni moja tu ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si njia 10, moja pekee. Sasa ni uangalie ile njia ni ipi. Masahaba wakamuuliza kuhusu hili kundi, ma hiya ya Rasulullah, hilo kundi ni lipi ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi na masahaba wangu. Sasa wewe kaa chini, uzingatie, ufikirie Mtume sallam alikuwa vipi na masahaba wake walikuwa vipi. Mizani ya njia unaoifuata iwe ni kitabu cha Allah na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiiacha hii mizani, wallahi utapotea, upende usipende. Ibada yoyote unaotaka kuifanya, tizama Allah subhanahu wa ta'ala asemaje na mtume wake sallallahu alaihi wasallam asemaje. Fuata Qur'an na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena ufahamu hivi viwili kwa ufahamu wa masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa ufahamu wangu mimi na wewe. Ndio pale mtu aje kumwona afanya shirki, kisha kwambia, kwa mfano wale wanaoomba maiti, au wao wasema waombi maiti, waomba kupitia maiti, sisi tupitia pale. Kisha ukimwambia hiki kitendo unachokifanya ndio kile ulichokuwa ukifanya Abu Jahal na Abu Lahab, haulai shufa'auna 'inda Allah, hebu sikiliza jawabu. Asema, mbona nyinyi mwasema yafaa kuomba kwa kutaja amali zako njema? Umeelewa? Lakini mbona nyinyi mwasema kuwa yafaa kuomba kupitia amali zako njema? Sisi tunasema kuwa yafaa mtu kuomba kupitia amali zake njema. Katika hadithi ya wale watu watatu waliozibiwa na jiwe pangoni, kila mmoja akaomba na kujikaribisha kwa Allah kwa amali yake njema. Umeelewa? Kisha sikiza sasa shetani anavyompambia, na amali yako njema ni kiumbe, na huyu tunayetawasali na yeye umaiti ni kiumbe. Sasa mbona yako ifae yangu usifae? Umeelewa? Lakini hapa yomrudi nani? Amrudi nani? Amrudi Allah na mtume wake. Ni kama amwambia Allah, wewe bwana mvipi bwana, vipi watuombea hii shirki si shirki bwana, si ni moja tu, si umeelewa?
Allah asema kuhusu wale ulul albab katika maombi yao, wasema rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lilimani an aminu birabbikum faamanna. Kwa ile imani waliokuwa nao ambao ni amal salih, rabbana faghfir lana dhunubana, wakatawassal kwa Allah kwa amali njema ya imani ili Allah awasamee madhambi yao. Allah akalisifu hili jambo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea kisa cha wale watu watatu waliofunikwa na jiwe katika pango, kila mmoja akaomba kwa amali njema yake. Na huyu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetufundisha kuwa kuomba kwa kupitia maiti ni shirki, na Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja hilo katika kitabu chake kuwa hiki kitendo mnachokifanya ni shirki, alipoeleza namna Makuraish walivyokuwa wakiomba kupitia Lata na Uzza na Manata. Bali Allah akataja kuhusu kaumu Nuh na wale watu wema waliofariki wakawa waomba kupitia kwao, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Hawa ni watu wema katika kaumu Nuh, wakawa waomba kupitia kwao, kile kitendo chao kikaitwa ni shirki. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولفسمانين ومجيبوا أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. hizi aya ziko wazi kabisa, lakini wampata mtu aingia katika mataha. Sababu ni nini? Sababu ni kuiwacha njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu ni njia ya kuacha mafunzo ya masahaba. Wewe ungejiuliza tu, walikufa wangapi katika watu wa kheri katika masahaba? Hakufa Hamza sayyidu shuhada asadullahi wa rasulihi, amekufa katika vita vya Uhud. Hatukuona hata mara moja Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba wake, mkitaka kuomba nendeni kapitieni kwa Hamza. Mshaona hiyo? Au masahaba baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, tukiombeni jamani tupitieni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, wala hutaliona hilo. Lakini ukiiacha hii njia, hii ndio hali inavyokuwa. Na wapeni tu mifano tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha sana. Haya makundi yote alivyosema kulluha fi nnari illa wahida, asije mtu akaja kukudanganya akakwambia kila mmoja afanye kivyake bwana, wallahi utakwenda kinyume na maneno hawa. Hii hadithi yasema kulluha fi nnari illa wahida, wao wasema kulluha fil jannati illa wahida, maana wote waungana dhidi ya ahli sunna. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد. هي آية سورة البينة كما vile imekusanya ndani yake kutaja ibada na sala, kadhalika imekusanya ndani yake uhakika wa tauhid, wa annahu al-ikhlas lillahi azza wa jalla min ghairi mailin ila ash-shirki, nao ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada bila ya kumili katika ushirikina. faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan, yoyote ambaye hatamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake hawi mtu wa tauhid. Yatakatuelewane hapa kuwa mushrik ameitwa ni mushrik kwa sababu amwabudu Allah, na kuna sehemu katika ibada ampelekea asiyekuwa Allah, ndio maana kaitwa nani? Mushrik. Sasa kuna baadhi ya watu waona shirki ni uwe na masanamu wawili waabudu pamoja ndio shirki. Yani wewe huamini kama Allah yuko, ukiwa na sanamu wawili ndio shirki. Shirki maana yake wamwabudu Allah na waabudu vinginevyo visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Allah.
ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا yoyote mwenye kujalia ibada yake wasiyekuwa Allah hawezi kuwa katika watu wa tauhid abadan. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل الصيام أي في شهر رمضان المبارك وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها. ندليل يكفونغ mwezi wa Ramadhani mubarak na kuwa ni mojawapo katika nguzo tano za Uislamu. Uislamu wa mja haunyooki mpaka atekeleze hii nguzo ya siyam. Dalili yake nini? Qauluhu ta'ala, قال الشيخ ابن عثيمين أي دليل وجوبه قوله تعالى دليل يوجب وكفونغ رمضان قولياك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض وذلك في السنة الثانية من الهجرة. katika mwaka wa pili wa hijra Allah akateremsha hii aya kufaradhisha kufunga mwezi wa Ramadhani. kutiba alaykum ya ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mmeandikiwa mmefaradhishiwa enyi ummati Muhammad as-siyam ay fi shahri Ramadhan, mmefaradhishiwa kufunga katika mwezi wa Ramadhani kama kutiba ay kama furidha, kama walivyofaradhishiwa ala al-umam alladhina salafu min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale umma waliotangulia kabla yenu. Kumetangulia umma huko nyuma pia wamefaradhishiwa kufunga. Wa fi qawlihi kama kutiba ala alladhina min qablikum fawaid, na hapa aliposema Allah kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, kuna faida nyingi sana ndani yake. Awala, faida ya kwanza, ahamiyatu siyam, umuhimu wa ibada ya kufunga. haithu faradhahu Allahu azza wa jalla ala al-umami min qablina, kwa ajili ya umuhimu wa saum Allah alifaradhisha kwa umma waliokuwa kabla yetu. Wa hadha yadullu ala mahabbati Allah azza wa jalla lahu, na hii ni dalili kuwa Allah aipenda ibada ya saum. Wa annahu lazimun likulli ummatin, na kuwa saum ilikuwa ni ibada ya wajibu katika kila umma waliopita. Sasa waweza kuuliza walikuwa wafunga vipi? Allahu a'lam, tafsil ya saumu yao hatujui, lakini twajua kuwa walifaradhishiwa saumu kama vile sisi tumefaradhishiwa saumu. Na wala sisi kwetu sisi si muhimu kujua kuwa kabla yetu walikuwa kabla yetu kaumu Thamud walikuwa wafunga vipi. Maana kaumu Hud walikuwa wafunga vipi? Si utaleta kazi. Kuna watu wana maswali kama hayo ambayo hakuna faida yoyote ataipata ndani yake. Ndio juzi mmoja nikumbusha, siku moja nilisema kuna mtu amekuja aniuliza wale kaumu Lut walianza vipi wakaanza kufanya na zile shughuli. Wewe una kazi wewe, wesh darani yake. Alafu kuna umuhimu gani sisi kujua? Kama kuna umuhimu sisi kujua, si tungetajiwa katika Qur'an au Mtume wa sallam akaeleza. Lakini sababu kuna baadhi ya watu wakizungumza hivyo kitoa darasa atakawaletee watu vioja ili aonekane shekhi kubwa, ana ilmu yule, ana mambo. Wajua leo tunaelezwa kisa cha Lut, wajua wanaanzaje bwana? Wanaanza kucheza gololi, kisha zile gololi walengalenga, kisha wakaanza. Sasa mambo gani? Kuna faida gani ndani yake? Kwa usiulize wewe walikuwa wale umma waliopita wakifunga vipi, Allahu a'lam, lakini walifaradhishiwa saum kama vile sisi tufaradhishiwa saum. Basi wajua hivyo tu, na hiyo atosheleza. Hizi faida tunazotajwa hapa ndio muhimu. Sasa thaniyan, at-takhfifu ala hadhihi al-umma, kuwafanyia wepesi huu umma. Kivipi? haithu innaha lam tukallaf wahdaha bisiyam alladhi qad yakunu fihi mashaqqatun ala an-nufus wal abdan. Ummati Muhammad sio peke yao waliofaradhishwa somo. Mtu akasema mbona sisi tumeonewa, tumefaradhishwa? Hakuna kitu kama hicho. Hata waliokuwa kabla yenu wamefaradhishiwa somo ambao ndani yake inawezekana kuwa na mashaka kwa nafsi,
na kwa mwili wa mwanadamu. Pamoja na kuwa tusema kuwa saumu ni raha, na wewe ukifunga wahisi ile raha unayosikia, lakini si kwa watu wote. Kuna watu wafunga Ramadhani mpaka Ramadhani, hao ndio wale kila saa kuuliza zimbakia dakika ngapi, saa 8 uliza kumbakia masaa mangapi, kumbakia dakika ngapi, atauliza yeye mpaka afungue. Akishafuturu basi sasa sikwambii huyo aje afunge Arafa ama aje afunge Ashura, ameambiwa hii ina fadhila kadha, basi mimi nataka kufunga. Basi akawa sahibi yako, watembea naye, utafurahi. Leo somo kali kweli kweli leo. Ikipita asili sasa yale maswali ndio yataanza, baada dakika ngapi, bado masaa mangapi, bado hii yote yaje kwa nini? Kwa sababu ya kutozoea, si kwa watu wote nyepesi. Kwa sasa watu kama hao wanaona uzito, wakumbushwa kuwa si nyinyi peke yenu, bali umma waliopita pia wamefaradhishiwa, msione mmepewa uzito. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها. tuishiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya kuwa Allah ameikamilisha dini ya huu umma, haithu akmala laha alfadhail allati sabaqat lighairiha, amewakusanyia ummati Muhammad zile fadhila ambazo zilikuwepo kwa wale umma waliopita, pia na wao akawapa fadhila zile. لعلكم تتقون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى. الله سبحانه وتعالى katika hii aya amebainisha hikma ya kufaradhisha saumu, na kuwa hikma yake ni ili watu kwa zile funga wamche Allah subhanahu wa ta'ala, na yale mazuri mengi yanayopatikana kwa mtu kufanya ibada ya saum, min zakati nafsi, kuitakasa nafsi na kuitahirisha nafsi, min al-akhlaq ar-radhila, kutokamana tabia mbaya, haswa tabia ya ubakhili. Na ndio utaona katika mwezi wa Ramadhani nafsi yafunguka katika kutoa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ile nafsi ikishafinywa, ikapata ile njaa, ikapata ule udhalilifu na kule kunyonge, yuwajua kuna ndugu zangu kumbe ambao hawajala, kuna ndugu zangu wana taabu, wao pia wahitaji msaada, wasaidiwe. Kwa hivyo yuwa mwepesi katika kusaidia. Zile tabia mbovu za muondokea za choyo. Kuna watu manake uwachoyo, haweza kuwa mtu ana uwezo mkubwa, na hao ndio wale ndio waeleza juzi wiki iliyopita. Haiwezekana kuwa mtu Allah amemfungulia katika dunia, lakini haitumii ile dunia yake kwa ajili ya kujenga akhira yake. Na usawa ni mtu kuwa ile dunia yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala atakikana aitumie kujenga akhira yake, lakini ukamwona afanya choyo, afanya bukhl. Akifunga huyu mtu mwezi wa Ramadhani, tabia yake badilika. Hii ni hikma kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake. Miongoni mwa zile hikma amefaradhisha ibada ya somo. Qala wama yatarattabu alayhi min khisal at-taqwa, kwa zile tabia mbalimbali nzuri za uchamungu utaziona kwa watu mwezi wa Ramadhani. Watu wakithirisha kusoma Qur'an, wakithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakithirisha kukaa misikitini. Na huyo kisha Ramadhani si sana kumuona akifanya mambo. Qala waqad ashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila hadhihi al-fa'idati biqawli man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kumaanisha kuwa anayefunga ajiweka mbali na uongo, anayefunga hatendei kazi uongo. Sababu akifanya hivyo Allah hana haja naye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Maana yake nini? Maana yake ende akale? La, hata huyo muongo lazima afunge, lakini ni kumwambia kuwa hana ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu yake afunga ndaa tu, kwa huenda akafunga hana katika funga yake nasibu yoyote isipokuwa ni njaa na kiu,
نسأل الله العافية. قوله رحمه الله ودليل الحج أي أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، دليل وجوبه، دليل يواجب وحج نكون نغوزو يتانو katika nguzo za Uislamu. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إلى آخر الآية. ولله على الناس أي يجب على الناس التعبد لله، ni wajib juu ya watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na katika miongoni mwa ibada hajjul bait. hajjul bait qasdul bait alharam alladhi fi Makkah, ni mtu kukusudia ile nyumba takatifu iliyoko Makkah al-Mukarrama. Na hii pia akasema man istata'a ilayhi sabila, man istata'a alwusula ilayhi min almukallafin, yule anayeweza kufika kwenda kule Makkah kufanya hii ibada. man istata'a ilayhi sabila bilqudrati ala aldhahabi binafsihi, awe ana uwezo wa kwenda kule kwa nafsi yake, wa milki zadi, na akamiliki kile cha kumtosheleza katika safari yake, na akamiliki kipando, na kama ni mwanamke antajida almar'atu mahraman, ile mwanamke apate mahram ndio awe ni mustati'a. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، هي آية ilishuka mwaka wa 9 hijiria, وبها كانت فريضة الحج، na hapa ndipo ilipofaradhishwa haji mwaka wa 9. ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. na hapa kuna dalili ya kuwa wale wasioweza basi si wajibu kwa wao kufanya hija. Kama mtu hawezi akujaliwa kwenda, Allah atakapompa uwezo atakwenda. kisha akamalizia wa fi qawli ta'ala waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا. نهيني دليل يكون mwenye kuiwacha haji kwa yule ambaye ana uwezo wa kwenda akaiwacha, basi huyu amekufuru. Lakini kufuru gani? قال ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء، lakini ni kufrun duna kufr, ni kufru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, kufrun asghar. na hii ni kauli ya jumhur ulama. na ikiwa ataiwacha hija kwa kukanusha uwajibu wake, basi itakuwa ni kufrun akbar, sababu atakuwa amekanusha nguzo katika nguzo za Uislamu. قال لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. masahaba walikuwa hawaoni chochote katika ibada kukiwacha ni ukafiri isipokuwa ibada nini? Ya swala. Ukiwacha swala utakufuru. na hapa ndio mwisho wa kuzungumzia arkanu al-Islam. al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alayhi baada ya hapa akaingia katika al-martabatu thania al-iman, akaanza kuzungumzia kuhusu iman, na hayo insha Allah taala tutakuja kueleza katika vikao vitakavyokuja. naktafi bihadha al-qadr. nasal Allah yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ain. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.